Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Channel 10, kile kilicho bora kabisa. Karibu katika taarifa ya habari kwa ufupi mchana wa leo. Jina langu ni Margaret Itala. Nipo tayari kukuletea habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Tunaanza na habari za kitaifa. Waumini wa dini ya Kiislamu nchini wameungana na waumini wenzao katika swala ya Eid al-Fitr baada ya kumaliza mfungo mtukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Swala ya Eid kitaifa ilifanyika katika msikiti wa Muhammad wa 6 Kinondoni, makao makuu ya Bawaka, ambapo pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alishiriki katika ibada hiyo. Akizungumza baada ya kumalizika kwa swala ya Eid, Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali Mbwana amewataka Waislamu nchini kuendelea kushirikiana na kudumisha udugu na umoja, lakini pia akiwasihi kuendelea kuishi katika maadili mema waliojifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeswali Eid kwa ajili ya kushereheka kwa amali ya ibada ya saum, na leo ni siku ngumu sana ambayo unaweza ukaharibu yale yote ambayo umeyafanya katika mwezi mzima, unaweza ukaharibu. Ndio maana kuna maneno yanayozungumzwa kwamba man asallaha yawma al-Eid fakaannama asahu yawma al-Wa'id. Mtu ambaye anamwasi Mungu ndani ya siku hii ya leo ya Eid, basi huyu ni sawasawa na mtu anayemwasi Mwenyezi Mungu siku ile ya kiyama. Kiyama kimesimama afu unamwasi Mungu. Uzito wake, yani uzito wa kumwasi Mungu ndani ya siku hii ya leo ni kama vile siku ya kiyama kimefika alafu wewe unamwasi Mungu siku ile. Wewe mwenyewe angalia tu maneno hayo, hiyo logic ya maneno hayo, utaona jinsi uzito wa siku ya leo. Ni siku inatakiwa kulindwa. Na mtazamaji, sasa tuelekee kule kaskazini mwa Tanzania ambapo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa msaada wa mahitaji mbalimbali kwa ajili ya sikukuu ya Eid kwa vituo vitatu vinavyolelea watoto yatima na wanaotoka kwenye mazingira magumu vyenye watoto 192, huku pia msaada huo wa vitu hivyo vikitolewa kwenye kituo cha kulelea wazee cha Sarame, kata ya Magugu, wilaya ya Babati. Mwandishi wetu Elia Kimani ameshuhudia hilo. Vilivyofikiwa na mahitaji hayo na kukabidhiwa na mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ni kituo cha Zilpa, Mahose, Osana na kituo cha kulelea wazee cha Sarame kilichopo wilaya ya Babati, kata ya Magugu. Tumekuja tena hapa kwa mara nyingine. Mheshimiwa Rais amenituma tena nije niwaone watoto, niwasalimie, lakini niwaletee sadaka yake. Na mnaona safari kidogo tumekuja vitu vingi. Mama, najua kuna sherehe mbili hapa zimeongozana, kuna Eid lakini kuna Pasaka. Kwa Mheshimiwa Rais amenituma nilete sadaka hii kwa watoto ili na wao siku ya Eid na wenyewe waweze kupata chochote. Kwa hiyo tumewaletea mboga, tumeleta michele, sukari, sabuni za kufulia, chumvi, soda, juisi, maji ya kunywa ili na wao sikukuu hizo washerehekee kama wenzao wengine. Furaha na tabasamu ikakitananga kwenye nyuso za wanufaika na hatimaye kutoa shukrani zao. Niambia kwamba wale ambao hawajiwezi wanakutolea salamu nyingi sana. Wanakushukuru pamoja na uongozi wako bora. Na siku nyingine hiyo kumbukumbu ya kuwakumbuka wale wasiojiweza isipotee, iwe ipo. Kwa Mama Samia Hassan Suluhu tumefurahi, watoto watakula, watoto wataenjoy, watakuwa kama watoto wengine. Tunapokuwa kwenye wakati huu, watoto wanakuwa kwenye masononeko sana, maana si wameacha familia zao kule. Lakini kinapotokea kitu kama hiki, kwa kweli watoto waga wanafurahi sana. Tunamsalimia sana, Mungu ambariki, apende kuiongoza nchi vyema. Msaada huu ni kwa ajili ya sikukuu ya Eid pamoja na Pasaka. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Shukran Elia Kimani kwa taarifa hiyo. Na kule nyanda za juu kusini, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa zawadi mbalimbali za sikukuu ya Eid al-Fitr kwa
kwa vituo vitatu vya kulelea watoto yatima vilivyopo katika halmashauri ya manispaa ya Songea mkoani Ruvuma kwa lengo la kuungana na Waislamu wote duniani baada ya kumalizika kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ditanyoni ameandaa taarifa ifuatayo. Akikabidhi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, mkuu wa mkoa Kanali Ahmed Abbas Ahmed amesema zawadi zilizotolewa ni pamoja na mchele, mbuzi watatu, vinywaji, sukari, mafuta kupikia na sabuni katika vituo vya Mtakatifu Anthony, Good Shepherds na wale wahitaji wanaohudumiwa na Baraza la Kiislamu Tanzania BAKWATA mkoa, vikiwa na thamani ya shilingi milioni 1.8 Zawadi hii imetolewa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuwashika mkono watoto yatima kuelekea sikukuu ya Idi, lakini pia kwa ajili ya wale wanaoendelea na Kwaresma. Tuendelee kusoma tukimtanguliza Mwenyezi Mungu mbele, lakini pia tukiamini kuna wazazi, kuna viongozi wako nyuma yenu. Kila Mwenyezi Mungu anapowawezesha basi watakuja kuwashika mkono. Asante. Kwa upande wa walezi wa watoto wamemshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwashika mkono wa Idi na kuahidi kuvitumia kwa malengo yaliyokusudiwa. Zawadi hizi kutoka kwa Mheshimiwa Rais kwa ajili ya watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu ambao wapo chini yetu BAKWATA mkoa wa Ruvuma. Na nitamke bayana, nimepokea juice carton 10, sabuni ya kufulia ya unga, ndoo moja ya mafuta ya kupikia lita 10, lakini mchele kilo 50 na sukari kilo 20. Shukuru sana mkuu wa mkoa, na tunaomba utufikishie salamu zetu sisi watoto wa Good Shepherd Orphanage Mji Mwema kwa rais wetu. Tunashukuru sana na tunawatakia sikukuu njema. Kitaenda kusaidia kwa watoto kupata matumizi, kupata nyama, kujivinjari kwenye vinywaji kama soda, lakini tuna sabuni, mchele kwa ajili ya chakula, sabuni watafulia nguo, tuna sukari na mafuta kwa ajili ya kupikia. Kwa hiyo tunasema asante sana, Mungu awabariki. Pia mkuu wa mkoa anatarajia kushiriki chakula cha pamoja na watoto zaidi ya 300 kutoka wilaya zote za mkoa ambacho kimeandaliwa na Mheshimiwa Rais. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Shukran Ditanyoni kwa taarifa hiyo. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi amegawa mitungi 250 ya gesi kwa wananchi wa wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza matumizi ya kuni na mkaa ambayo yamekuwa chanzo kikubwa cha uharibifu wa mazingira na magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Taarifa Jimmy Mengele inafanua zaidi. Akizungumza katika tukio maalum la kupitia utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka 2020-2025 mbele ya mamia wanachama wa chama hicho, Waziri Kabudi amesema hatua hiyo inasaidia kupunguza utegemezo wa kuni na mkaa ambapo kwa sasa unafikia 90% ya kaya nchini. Amesema malengo ya serikali ni kuhakikisha ifikapo mwaka 2034 80% ya Watanzania wao wanatumia nishati safi ya kupikia ili kupunguza uharibifu wa zaidi ya hekta 400,000 za misitu zinazoteketea kila mwaka. Na nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wake wa kutoa fedha ya ruzuku kwa wale wote wanaouza na kusambaza nishati safi. Maana yake nishati hii sasa itapatikana kwa bei ambayo kila mwananchi atamudu kuinunua. Ya mama ya nishati safi sasa hivi ni wimbo wa dunia nzima, kwa sababu viongozi hawa wa chama ndio watu wa kwanza watakaotakiwa kuubeba ujumbe huu na kwenda kuhubiri kwenye mimbari zao za kisiasa. Lazima ushuhuda wa dhamiri ya Mheshimiwa Rais uanzie kwetu. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, uchafuzi wa hewa unaotokana na matumizi ya kuni na mkaa unasababisha vifo vya watu milioni 4.5 duniani kila mwaka. Wananchi wa Kilosa wameelezea furaha yao ya msaada huo, wakisema utapunguza athari za kiafya na kusaidia kulinda mazingira. Yaani tunamshukuru Mama Samia. Zamani kwa sababu ilikuwa watu ni kutafuta kuni umo maporini, natafuta kuni, ukija ukianza kupika maa utakuta macho yanaharibika, vichwa vinauma. Lakini sasa tunamshukuru Mama Samia kutuletea majiko ya kupikia. Tunamshukuru Profesa Kabudi kwa juhudi zake pamoja na Mama Samia kwa ushirikiano wao. Tuahidi kwamba tutaenda kuyatendea haki haya majiko.
Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Shukran Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule ameagiza kutekelezwa kwa sheria ya uvunjaji wa ukuta uliojengwa kinyume cha taratibu wa mpango miji katika eneo la Mwananyamala A baada ya kujiridhisha kupitia wataalamu wa ardhi ujenzi huo umefanyika kinyume cha sheria ya mipango miji. Taarifa kamili inafanua zaidi. Sasa kwa mujibu wa michoro hii, kwa mujibu wa hati zenu, huyu ana hati na nyinyi mna hati, mpaka wenu ni huu. Sawa? Ingekuwa mambo yote hayana shida, huyu hajajenga wewe hujajenga wala isingekuwa shida. Shida ni kwamba wote mmesogea mpaka kwenye mpaka. Akizungumza katika eneo hilo la Mwananyamala ambako wahusika walipewa notisi ya kuvunja na kugoma kutekeleza agizo hilo, amesema ramani na hati yao ya umiliki wa eneo hilo imeonyesha wazi kuwa kuna ukiukwaji wa sheria, lakini wahusika wamekuwa wakaidi na kutumia mitandao ya kijamii kusambaza taarifa chonganishi na zisizo za ukweli. Tupo kwenye utekelezaji hapa. Lakini mimi nimesema mimi nitaleta mtu wangu kwa mpaka. Unakataa hata kile ambacho sikubaliani ndio kwamba mimi mpaka yangu ni uchochoro hakuna, hiyo ndio nakataa. Sawa, sisi hatuwezi kuzuia. Nitaleta mtu unasikia atakuja kupima mpaka. Kwa ajili yake kashaunganisha na sisi ndio. Hawezi, inaonekana hata kitoa beacon. Uchochoro ulikwepo. Kwa hiyo mkurugenzi, kitoa beacon inaonekana tu. Ili kumaliza mgogoro, tusimamie taratibu za kimipango miji, taratibu za kisheria za matumizi ya ardhi. Kila mmoja azingatie. Tusipofanya hivi, migogoro ya ardhi itaendelea, malalamiko yataendelea na mingine hayatakuwa yenye msingi wowote. Na tukifanya hivi wengine watakuwa wanaonewa, jambo ambalo si sahihi. Hata hivyo, licha ya kutoa hati hiyo ya umiliki ikionyesha mpaka wa ujenzi usiofuata sheria, wamiliki hao wa nyumba Bwana Majid Khan pamoja na mkewe Shahin Khan waliendelea kupinga kubomoa kwa madai kuwa sheria zinazowataka kubomoa zimekuja siku za hivi karibuni na wao walijenga tangu miaka ya 70. Wabomoe wote, ndio nitakuja kubomoa mimi, na waomba tuelewane kibinadamu. Hizi nyumba wakati zilijengwa nyie hata kuzaliwa hamjazaliwa na sheria mlikuwa hamujui itatokea nini. Wakati ule wangekuwa wamekataza tusingejenga hivi, lakini hii sheria mmekuja kuitoa mwaka gani mimi sijui, kwa ajili mimi sifanyi kazi ya ardhi. Unaona, lakini sheria ilikuwa hamna, ndio maana watu tukajenga na uwizi ukapungua, tulikuwa tunaibiwa. Acha kiboro baba yetu, lakini wewe alafu hiyo report nitakuletea. Sawa, wewe pima. Nitamletea na udada. Sawa. Kwake kula ofisini kwake aone. Sawa. Unapima lini? Unapima lini? Nakwambia namba ya simu sinayo. Sawa. Nitakupigia. Tunatakiwa pesa. Nitakupigia. Pesa kwanza tutapopata. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Hamis Suleiman kwa taarifa hiyo. Jamii imetakiwa kushiriki kikamilifu kutoa taarifa za matukio ya uhalifu ikiwemo matukio ya ukatili wa kijinsia yanayotokea mitaani, kushirikiana na jeshi la polisi ili kupunguza kutokomeza matukio hayo. Tupate undani wa taarifa hii. Wito huo umetolewa katika maeneo tofauti ndani ya jiji la Dar es Salaam, ambapo huko kata ya Bunju mkaguzi wa polisi kata ya Bunju Mwanamosi Kachule ameitaka jamii kuwalinda watoto ili kuepusha na matukio unyanyasaji, kwani jeshi la polisi linatembelea vituo vya kulelea watoto yatima ili kuwapa elimu sahihi ya wapi wanaweza kuripoti matukio ya ukatili pindi yanapotokea. Kwa jamii tuangalie watoto wetu huko, watoto wanapoenda mashuleni tuwakague watoto wetu, kwa sababu tunajua watoto wanafanywa vitendo vingi sana vya ukatili wa kijinsia. Kama mzazi utakuwa uko bize bila kumkagua mtoto wako, yani wewe unarudi labda saa 6 saa 7, mtoto karudi saa 7 labda ya mchana, wewe unarudi usiku, huwezi kumkagua mtoto. Mwisho wa siku unakuja kuligundua tatizo, mtoto kashaathirika kimwili. Kila mtu achukue jukumu lake katika kumhudumia huyu mtoto, kwa sababu mtoto anahitaji uangalizi wa wazazi, lakini kwa kushirikiana na jamii inayomzunguka na serikali kwa ujumla. Pia tunatoa shukrani sana kwa askari kata kwa kuweza kuunganisha wadau na afisa wa jamii wetu Lilian Chilo kwa kuweza kuwa na ushirikiano mkubwa sana na wadau, na pia kuweza kusaidia watoto kwa sehemu kubwa sana. Huko Temeke, wadau wa maendeleo wametoa wito kwa jamii kuwalinda watoto na kuepuka matukio yenye viashiria vya uvunjifu wa amani tunapoelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025.
Kama TK Movement tukiwa madhumuni makuu kwanza manne, ya kwanza mapinduzi ya kifikra, lakini mapinduzi ya kiuchumi na kukutanisha fursa kati ya serikali, private sector na wananchi ambao ni walengwa wakuu, wanawake na vijana, lakini la mwisho ni kuongeza ushawishi kwa Mheshimiwa Rais. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya TK Movement ambaye wameandaa tukio hili ya siku ya leo kwa ajili ya kumfanyia dua mama yetu kipenzi, rais wetu, na kuombea uchaguzi kwa ujumla wa mwaka huu. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Shukran Nelson Munema kwa taarifa hiyo. Na kwa kumalizia habari za kitaifa, mtazamaji, tuelekee kule kanda ya Ziwa. Serikali wilayani Tarime mkoani Mara imepokea madawati 215 kati ya 9412 kutoka katika mgodi wa Barrick North Mara ili kukabiliana na ongezeko la wanafunzi waliokuwa wanajishughulisha na uchimbaji katika migodi kuanza kurejea mashuleni. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Halmashauri ya wilaya Tarime imekuwa ikikabiliwa na upungufu wa madawati kwa baadhi ya shule zake, na sasa mkakati wa kuondoa changamoto hiyo umeanza kufanyika, na kwa kuanza kupitia CSR mgodi wa Barrick North Mara unakabidhi madawati 215 ikiwa ni awamu ya kwanza. Madawati 9412 ambayo ni pati ya CSR, na madawati yanagharimu milioni 898. Hatuna sababu ya halmashauri hii watoto kukaa chini. Wapo watoto ambao kwenye machimbo, wapo watoto wanafanya shughuli mbalimbali stendi. Kwa tunaendelea kuhakikisha kwamba tunarudisha wale watoto kwenye msingi mzuri wa shule. Baraza la madiwani ya halmashauri ya wilaya Tarime liliadhimia kupitisha kiasi cha shilingi milioni 898 kupitia fedha za CSR kutengeneza madawati, meza na viti kwa upande wa sekondari. Na tulikuwa na hali mbaya sana mpaka kupelekea sisi kuazimia hili. Shule nyingi unakuta watoto wanakaa chini. Kwa tumedhamiria kwamba kwa sasa tunatengeneza madawati haya zaidi ya 5000, lakini pia kwenye mapato ya ndani. Maeneo yetu yalikuwa na watoto wengi, wakati mwingine wanapotea, hawaendi shuleni. Kwa sasa watoto wengi wameingia shuleni, wanaendelea kusoma. Watoto wanaosoma baadhi ya shule katika halmashauri ya wilaya Tarime wanakiri hali ilivyokuwa, huku mkuu wa wilaya naye akatoa onyo kwa wazazi wanaoficha watoto kwenda shule. Zamani kulikuwa na ukosefu wa madawati, kwa hiyo tunakalia chini. Tunashukuru sana kuleta madawati. Hivi alivyoletwa hatutakaa tena chini, na wale walioacha shule kisema dawati haya watarudi. Na hata tokea mtu ambaye tutamwacha au tutamfumbia macho kwa sababu tu amemuoza mtoto wake, au mtu amempa mimba binti, au tunamwacha mtoto enda kuchimba, au wanafanya biashara stendi. Ni zoezi la ugawaji wa madawati 215 katika shule ya msingi Kiwanja hapa wilayani Tarime mkoani Mara, ikiwa ni awamu ya kwanza ya utoaji wa madawati 9412 hapa wilayani Tarime mkoani Mara. Kutoka hapa wilayani Tarime mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Shukran Musa Makali kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, sasa ni habari za mataifa mbalimbali duniani. Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza kuchukizwa na Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa madai ya kufanya jaribio la kukwamisha mazungumzo ya usitishwaji wa mapigano kati ya Urusi na Ukraine kwa kuendelea na mashambulizi nchini Ukraine. Trump amesema anakerwa na Putin kwa kushambulia uhalali wa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na kutishia kuweka ushuru wa hadi 50% kwa nchi zinazouza mafuta ya Russia ikiwa Putin hatakubali kusitisha mapigano. Kauli za rais huyo zinaashiria mabadiliko katika msimamo wa Trump kuhusu Putin na Russia, japo ikulu ya Marekani haijatoa tamko rasmi kuhusu suala hilo. Kumekuwa na wasiwasi kuwa Trump alikuwa karibu na Putin wakati wa mazungumzo ya kusitisha mapigano Ukraine yakiendelea, kutokana na wiki kadhaa nyuma kumshinikiza Zelensky kusitisha mapigano kwa masharti magumu. Hii ni mara ya kwanza kwa Marekani kuiwekea Urusi vikwazo kwa kuchelewesha mazungumzo ya amani, jambo linaloipa Moscow mzigo wa kuchukua hatua. Mtazamaji, sasa ni habari za michezo na burudani. Timu ya soka ya Mbeya City Football Club imeibuka na ushindi wa goli 2-0 dhidi ya chama la wana Stand United katika mwendelezo wa ligi ya Championship kwenye mchezo wa namba 193 uliopigwa kwenye dimba la kumbukumbu la Sokoine jijini Mbeya. Kikosi cha Mbeya kimefanikiwa kufikisha alama 55 baada ya ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Stand United ambao Willy Mwani dakika ya 17 na Eliud Ambokile dakika 45 wameifanya timu hiyo kuendelea kusalia nafasi ya pili
kwenye msimamo wa kuweka matumaini ya kurejea ligi kuu, huku mkuu wa wilaya ya Shinyanga Julius Mtatiro akisema ligi bado inaendelea. Na sisi kama viongozi na wachezaji na benchi la ufundi, ahadi yetu kwao ni moja. Tutahakikisha kwamba tunachukua kila mechi yetu ni fainali, tutashinda mechi zote tulizobaki, na kwa kuwa maandalizi ya mechi zote zilizobaki yamekamilika, sisi tuko tayari kwa ajili ya mchezo na kushiriki kila mchezo kwa ajili ya kushinda mechi zote turudi ligi kuu. Tunaweza kupata matokeo katika uwanja wetu. Na ndio maana unaona hata Mbeya City pale wamecheza kwa nidhamu kubwa, kwa sababu walikuwa wanajua wanacheza na timu ambayo ina rekodi ya kushinda ugenini. Kwa hiyo pia Mbeya City wangeshinda hapa, tungeweza kushinda pia ugenini. Lakini kwa sababu wamecheza vizuri, wamepata alama 3, tunapongeza sana. Tunasema kwamba bado kuna mechi ziko mikononi na bado ligi inaendelea. Timu zote mbili wameweka wazi tathmini ya baada ya kukamilika kwa dakika 90. Kila mtu amepambana kutokana na majukumu tumeelekeza. Mechi imeenda vizuri kama tulikuwa tumetarajia sisi walimu. Performance ya timu ilikuwa ni nzuri sana kwa sababu maelekezo tulikuwa tumewapa vijana wetu, wote tunafuata kama tulikuwa tumewaelekeza. Mambo mengine madogo madogo tukirudi kwenye viwanja vya mazoezi, tutafanya masahihisho vitu ambavyo vilikuwa sio vizuri kwenye mechi ya leo. Mchezo ulikuwa mbaya, kila ulikuwa ushindani. Kama unavyojua timu hizi ndio tunashindana kwa nafasi mbili za juu. Sisi tulikuja na game plan yetu, lakini bahati mbaya tukafanya mistake, tukapata goli la kwanza. Tukarudi mchezoni, nafikiri mmeona tukawatawala sana, lakini tukafanya mistake nyingine dakika ya mwisho kuelekea time. Mbeya City wanatarajia kuifuata Biashara United mkoani Mara Aprili 12, 2025, huku Stand United wakisafiri kuifuata Songea United kwenye mchezo utakaopigwa Aprili 13, 2025. Mtazamaji, mpaka hapo sina la ziada katika habari kwa ufupi mchana wa leo. Ulikuwa nami Margaret Tala. Tafadhali endelea kubaki nasi kwa vipindi vinavyoendelea, na ninakutakia mapumziko mema ya sikukuu ya Eid al-Fitr. Asante.